Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia asema Ngorongoro ni urithi wa dunia, lazima ulindwe. Katika biashara, vijana watakiwa kutumia fursa ya mradi wa ubunifu kukuza biashara bunifu. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hifadhi ya taifa ya Ngorongoro ni urithi wa kipekee wa dunia, unapaswa kulindwa kwa manufaa ya Tanzania na jumuiya ya kimataifa. Mwandishi wetu Goodluck Msola ana undani wa taarifa hiyo. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayo Machi 12 katika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma wakati akipokea ripoti ya tume iliyoundwa kutathmini matumizi ya ardhi katika eneo la Ngorongoro. Amesema Ngorongoro imesajiliwa kama urithi wa dunia chini ya UNESCO, hivyo ni wajibu wa Tanzania kuhakikisha wanailinda na kuitunza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Rais Daktari Samia ameeleza kuwa eneo hilo lina sifa kipekee duniani, ikiwemo uwepo wa bonde kubwa la Kleta lenye kina cha takribani mita 600 pamoja na utajiri mkubwa wa bioanuwai unaojumuisha aina mbalimbali za wanyama sanjari na ndege. Aidha, Rais Daktari Samia amesema kuwa Ngorongoro pia ni eneo lenye ushahidi muhimu wa historia ya mwanadamu wa kale, akitaja maeneo kama vile Olduvai Gorge pamoja na Laetoli ambapo wanasayansi wamebaini mabaki ya alama ya uwepo wa binadamu wa kale zinazokadiriwa kuwa na umri wa takribani miaka milioni 3. Akiwasilisha ripoti ya tume, mwenyekiti wa tume hiyo ya kutathmini matumizi ya ardhi katika eneo la Ngorongoro mkoani Arusha, Jaji Daktari Gerald Ndika amesema mfumo wa matumizi mseto ya ardhi ndani ya hifadhi ya Ngorongoro sio endelevu kutokana na changamoto mbalimbali zilizobainika. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na wadau wa tasnia ya habari akiwamo naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA wameendelea kufika kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha aliyekuwa mkurugenzi wa uendeshaji na biashara wa EFM na TVE Dennis Busulwa maarufu kama Sebo. Taarifa zaidi tujiunge naye Goodluck Msola. Viongozi hao wakiongozwa na naibu waziri Mwinjuma wamefika na kutoa salamu za rambirambi nyumbani kwa baba mlezi wa marehemu Sebo Mikocheni jijini Dar es Salaam. Akizungumza, naibu waziri Mwana FA ametoa pole kwa familia nzima ya EFM na TVE kwa kuondokewa na kiongozi muhimu aliyekuwa nguzo katika maendeleo ya kituo hicho, huku akielezea mchango mkubwa wa Sebo katika tasnia ya habari, michezo na burudani. Wale wasanii wa kipindi changu, hakuna mtu ambaye hakupita mkononi kwa Sebo kwa namna moja ama nyingine. Na alikuwa mtu outspoken sana. Yaani kama jambo halitaki hawezi kupita vichochoroni kulifikisha kwa atalisema kama lilivyo. Na wakati mwingine ilikuwa inampa matatizo, watu walikuwa wanapata ukakasi kwa kauli zake, lakini baadaye ukagundua kwamba ndio ubora wake, quality yake kubwa ilikuwa kwenye huo usemaji, ukweli wake. Vile vile anaonekana kuwa alikuwa mtu wa watu mno. Hii ni safari yetu wote. Kifo huwa kinatafuta sababu. Tuwe fanya unavyotaka, lakini ipo siku tu kitakutana na wewe. Na yeye cha kwake kimefika, vya kwetu vinatusubiri. Ndio jambo moja la uhakika ambalo ukishazaliwa lazima utakutana nalo. Mengine yote yanajadilika, lakini hili la kifo ni lazima. Kwa hiyo cha kwake kimemkuta, na unaweza kuona idadi ya watu walioko hapa, aina ya watu waliokuwa wanafanya nao kazi, aina ya marafiki aliokuwa nao. Watu wengi wamekuja hapa kwa ajili ya kutoa faraja, kuwakimbilia wanafamilia, lakini na kuhakikisha wanampa mkono wa kwaheri wa heshima rafiki yetu, kaka yetu, ndugu yetu Sebo. Wali program manager wa kituo cha EFM na TVE Dickson Ponela maarufu kama Dizo ametangaza ratiba ya mazishi akisema kuwa mwili wa marehemu Sebo utaagwa katika viwanja vya Posta Kijitonyama siku ya Jumamosi Machi 14 kabla ya kusafirishwa siku ya Jumapili kuelekea nchini Uganda
ambako ndiko nyumbani kwa marehemu Sebo. Hapa tutakuwepo siku ya leo Alhamisi, tutakuwepo pia siku ya Ijumaa, lakini pia siku ya Jumamosi. Jumamosi ni siku ambayo pia tunataraji kutoa heshima za mwisho kwa ndugu yetu Dennis Sebo, na tunataraji kufanya shughuli hizi hapo maeneo ya Posta Kijitonyama, ambapo mambo yote yatafanyika, na mara baada ya hapo basi tunataraji kufanya safari ama kumsafirisha mwenzetu siku ya Jumapili. Mazishi ya Sebo yatafanyika nchini Uganda, katika eneo ambalo aliishi na wazazi wake na kuzaliwa, pia maeneo ya Kayunga. Hiyo ni ratiba ambayo tutayo kwa hivi sasa. Hata hivyo, wadau mbalimbali wakiwemo wasanii, watangazaji pamoja na ndugu na marafiki wa karibu wa marehemu Sebo wameendelea kufika na kutoa salamu za lambilambi, huku wakizungumzia mchango wa Sebo, ambapo wamesema ameacha alama kubwa na pengo katika tasnia ya habari kutokana na umahiri mkubwa aliokuwa nao alipokuwa mtangazaji na baadaye kiongozi wa chombo cha habari. Tunapokwenda kuzungumza kuhusiana na wao, mimi nabaki kama mwanamume kutetea maslahi ya wote na kwenda kubalance hiyo. Na ikiwa ligi, yani unajua kipindi kikiwa kinaenda kama ligi kweli, ina maana kuna watu ambao mimi nilikuwa naondoka na kijiji changu na kina Dina walikuwa wanaondoka na kijiji chao, lakini tukawa tumebalance kile kipindi. Ina maana kwamba kilikuwa tena si cha wanawake tu, hadi kina baba kina nani, kwa sababu anajua kuna mtu yuko pale anakwenda kubalance show. Kwa hiyo huo ndio wakati ambao nilikuwa mtangazaji wake bora, kwa sababu eneo lolote ukiniweka nilikuwa na cover. Lakini mbali na hivyo, kipindi ambacho alikuwa anashuka baada ya kipindi ambacho yeye anaona bwana kashuka, baada ya changamoto nyingi tu mbalimbali ambazo zilikuwa zinajitokeza. Unajua sisi binadamu wakati mwingine mimi napitia changamoto wewe usikuziona. Macho alikuwa ananiambia, sisi bwana tunahitaji nguvu yako kubwa, redio yetu tumeianzisha lakini tunaona inasikilizwa sana na wanaume. Tunaona wewe unaweza kupull crowd ya wanawake. Tupate wanawake wa kusikiliza redio, tupate wanawake ambao watatufuatilia, tubuni na kucreate bidhaa ambayo tutaiuza kwa wanawake. Ndio nikaja sasa 2015 tukaanzisha kipindi cha Uhondo, kama unakumbuka, ambacho kilikuwa kina vitu vingi sana na wewe unajua vinavyohusisha wanawake. Kulikuwa kuna creativity nyingi ambayo inawafanya wanawake waione EFM ni familia. Zawadi mbalimbali za wanawake, mashindano mbalimbali ambayo tuliyafanya, kubuni maneno ya kanga, tulifanya chapati mnyambuko challenge, watu kupika chapati, wadada wa kazi. Sifa kubwa ya Sebo ni mtu ambaye alikuwa anafuatilia michezo yote. Naelewa. Sisi na yeye ulikuwa ni ugomvi mkubwa sana kama Sports HQ kwa kiasi kikubwa inachukuliwa na mpira wa miguu. Yaani ikitokea hivyo, mkishafanya hivyo tunajua kwamba kuna shida na Sebo nitakutana nayo. Lazima kuna vikao hapo. Lazima utakutana naye. Marehemu Sebo aliyezaliwa mwaka 1975 nchini Uganda ameitumikia tasnia ya habari kwa muda mrefu, huku akihudumu katika kipindi kirefu katika kituo cha EFM na TVE, ambapo alijiunga nacho mwaka 2014 hadi alipofariki dunia usiku wa kuamkia Jumatano katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Kaya zaidi ya 150 katika vijiji vinavyopakana na Mto Mara katika kata za Kisaka, Majimoto na Matongo wilayani Serengeti mkoani Mara zimeathiriwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo hayo. Adam Kadutu anaripoti zaidi kutoka Mara. Baadhi ya wakazi wa vijiji hivi wanasema kuongezeka kwa kina cha maji ya Mto Mara kumesababisha mashamba na makazi yao kuzingirwa na maji, hali inayowalazimu wengine kuanza kuhama kwa hofu ya usalama wa maisha yao. Yamesababisha vifo vya mifugo yetu, ng'ombe wamepelekwa na maji, kuna punda wamepelekwa na maji. Yaani mpaka sasa hivi wananchi wa kijiji hiki hatujui tufanye nini, kwa sababu vyakula vyetu vimechukuliwa vyote na mafuriko. Milima, angalia maji yamekuja, mahindi yameenda, hatuna chochote hapo. Tulikuwa nimelima eka 2. Viongozi wa maeneo haya akiwemo kaimu afisa mtendaji wa kata ya Kisaka pamoja na diwani wa kata hii wanasema hali ya mafuriko imeathiri kaya kadhaa
huku baadhi ya wakazi wakipoteza makazi na mazao yao. Wengine walikuwa wameelekea kuvuna, wengine walikuwa wanavuna, ghafla maji yanawakuta, wanashindwa hata kutoka, wanamaliza takriban hata siku 2. Wananchi walikuwa wameshalima mahekari na mahekari, lakini sasa hivi hamna chakula chochote. Wananchi walikuwa wamepanda, lakini maji yalivyokuja yakasomba vyakula vyote. Kutokana na hali hii, mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi, anawataka wananchi wanaoishi pembezoni mwa mto Mara kuondoka katika maeneo hatarishi na kuelekea maeneo salama zaidi ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza wakati huu wa mvua zinazoendelea kunyesha. Lakini serikali tulipeleka boats na kule kuna boats, mitumbwi midogo ambayo imetumika kuwahamisha wale ambao walikuwa katika mazingira hatarishi kabisa, lakini pia kuwapelekea mahitaji muhimu kama maji na vyakula kwa wale ambao bado wako mle ndani ya eneo lile. Haya maeneo yaliyoathirika sio maeneo ya makazi ya watu, ni maeneo ya kambi za kilimo na mifugo. Lile eneo lina watoto wengi kweli. Wanaagiza watoto wote na wale kina mama waondolewe katika lile eneo. Napiga marufuku ujenzi wa makazi ya kudumu. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa licha ya juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali katika kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza nchini, bado kumekuwa na ongezeko kubwa la idadi ya watu wenye unene kupita kiasi kutoka 26% hadi kufikia 30%, hali inayotajwa kuwa moja ya vichocheo vinavyopelekea kuongezeka kwa magonjwa hayo. Mwandishi wetu Recho Chacha ana taarifa zaidi. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi msaidizi wa magonjwa yasiyoambukiza kutoka Wizara ya Afya, Dr. Omari Buguyu, wakati wa hafla maalum iliyowakutanisha wadau wa shirikisho la vyama vya magonjwa yasiyoambukiza kutoka nchi za ukanda wa Afrika Mashariki kwa lengo la kujadili mpango mkakati wa kupunguza vifo vitokanavyo na magonjwa yasiyoambukiza katika ukanda huo kwa 20% kutoka 41% iliyopo sasa. Kwa kiasi kikubwa tumepiga hatua na matokeo yetu yako chanya ukiyalinganisha jinsi yalivyokuwa hapo awali. Kwa mfano tu, magonjwa yasiyoambukiza huwa yana viashiria. Miongoni mwa viashiria vya magonjwa yasiyoambukiza labda matumizi ya pombe, matumizi ya tumbaku, kutofanya mazoezi na ulaji usiofaa. Katika miaka 10 iliyopita tunaonekana kwamba tunafanya vizuri, kwa maana ya kwamba tunaelekea uelekeo chanya. Ingawa hatuonyeshi kwamba tunaweza tukafikia malengo ya mwaka 2030 kupitia ile milengo ya milenia. Kwa hiyo hali ya mazoezi tumeongeza idadi ya watu wanaofanya mazoezi kwa sasa. Matumizi ya tumbaku yamepungua kutoka 14% mpaka 9%, matumizi ya pombe kutoka 29% mpaka 19%, na ulaji unaozingatia matunda na mboga mboga umepanda kutoka 2% mpaka 8%. Haya ni mambo chanya ambayo tunayaona, lakini miongoni mwao pia yapo mambo hasi. Moja ya mambo hasi ambayo tunayaona kwa sasa ni kuongezeka kwa unene na kiliba tumbo. Kwa mfano tulikuwa tuna 26% tu hapo awali ya Watanzania ambao walikuwa na unene kupita kiasi. Sasa tuna 30%. Kwa hiyo hali inaonyesha kwamba tunazidi kuongezeka kwa ukubwa, na jambo ambalo ni ishara mbaya katika masuala ya magonjwa yasiyoambukiza. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais wa Jumuiya ya Magonjwa Yasiyoambukiza Afrika Mashariki, Profesa Kaushiki Ramaia, amesema mpango mkakati huo umejikita katika kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa hayo, kurahisisha upatikanaji na usambazaji wa dawa, pamoja na kuboresha huduma za matibabu kwa wagonjwa wanaokabiliwa na magonjwa hayo. Basically tumefanya kazi na East African Community toka mwaka 2018 kujaribu kuleta framework ya NCD kwenye nchi zote za East African Community walioko ni member countries walioko, na tumefanya kazi nao kwa karibu kuangalia kwamba framework gani tunaweza kuweka au mikakati gani tunaweza kuweka zilioko common katika nchi zote, ili tunaweza kuarrest hiyo epidemic ya non-communicable disease inayoonekana inayokuja au already ipo na sisi. So tunachoangalia ni kwamba hiyo framework document tulivyopitishiwa na East African Community sasa hivi imekuwa ni kama mwaka moja,
na sasa hivi tulichofanya ni kwamba tumeenda katika kila nchi kuidisseminate na kuinform kwa watu walioko, stakeholders waliopo katika kila nchi. Naye mtaalamu wa ufuatiliaji na tathmini kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, Itete Karagire, amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, wadau wa afya na jamii kwa ujumla katika kuhakikisha mpango huo unatekelezwa kwa ufanisi ili kupunguza athari za magonjwa yasiyoambukiza katika ukanda wa Afrika Mashariki. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewasihi viongozi wa dini na Watanzania kwa ujumla kutumia mwezi wa toba wa Ramadhani na Kwaresma kuiombea nchi, viongozi wa serikali na vyama vya siasa ili kujenga nchi moja yenye upendo na mshikamano. Taarifa zaidi tujiunge naye Veronica Gervas. Balozi Dr. Nchimbi ameyasema hayo mara baada ya kushiriki iftari iliyoandaliwa kwa ajili ya wananchi mbalimbali wa mkoa wa Dodoma pamoja na viongozi wa serikali, taasisi za dini na Chama cha Mapinduzi iliyofanyika mkoani Dodoma. Amesema jambo kubwa ni kuhakikisha hamasa ya mapenzi ya nchi inakuwepo kwa kila mmoja na chemchemu ya mapenzi ya nchi iwepo katika roho ya kila Mtanzania ili kuishi kwa kupendana na kushirikiana chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuendelee kwa kila itakavyowezekana kuiombea nchi yetu, kumwombea rais wetu, kuombea viongozi wa chama na wa serikali, kuombea viongozi wa vyama vingine, wa taasisi zingine. Kubwa ni kuhakikisha hamasa ya mapenzi ya nchi yetu iwe kwa kila mmoja. Chemchemu ya mapenzi kwa nchi yetu iwepo katika roho ya kila Mtanzania, ili Watanzania tuweze kupendana na kushirikiana. Pia makamu wa rais amesema katika mambo ya maana yanayoweza kufanyika katika mwezi wa Oktoba ni pamoja na kumuahidi Mwenyezi Mungu kwamba kila Mtanzania atafanya jitihada ya kuunganisha Watanzania kujenga nchi kuwa nchi moja yenye upendo. Iftari hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, mhandisi Ahmad Masauni, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Asha Rose Migiro, waziri wa madini Anton Mavunde, kamati ya maridhiano, viongozi mbalimbali wa dini, wabunge wa mkoa wa Dodoma, wakuu wa wilaya pamoja na wananchi. Asante sana Veronica kwa taarifa hiyo. Kamati ya kudumu ya Bunge, Ustawi na Maendeleo ya Jamii imeahidi kuweka msisitizo kwa serikali kutoa fedha za kukamilisha miradi kwa wakati uliopangwa ili kuepusha ongezeko la gharama za mradi zisizo za lazima. Hazla Omari ana taarifa zaidi kutoka Arusha. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, Ustawi na Maendeleo ya Jamii Hawa Mchafu wakati wa ziara ya kutembelea na kukagua ujenzi wa jengo la ofisi linalojengwa katika Chuo cha Maendeleo ya Jamii Tengeru. Ziara yetu mradi ambapo kimsingi tumeutembelea, tumewasikiliza, tumeuona, na sisi ndio mabalozi wenu wa kwenda kulieleza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi kubwa na nzuri ambayo mnaifanya. Tutakuwa bega na bega na nyinyi na hatutakuwa kikwazo katika masuala mazima ya kuhakikisha chuo chetu au taasisi yetu ya maendeleo ya jamii inasonga mbele. Na sisi kamati ni jukumu letu, kwa sababu sisi ndio tunawasimamia. Ni jukumu letu kuwasemea ili hiki kiasi cha shilingi bilioni 3 na milioni 573 kilichobakia kiweze kufanya nini? Kiweze kutolewa, muweze kukamilisha kazi, tuondokane na yale mavariation yaliyokuwa anasema pale mheshimiwa. Kwa upande wake, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, mhandisi Mary Priska Mahundi, pamoja na naibu katibu mkuu wizara hiyo, wakili Amoni Mpanju, wamesema kamati hiyo itatoa msukumo wa kutekeleza mradi huo kwa wakati na kwa ufanisi. Kamati, namna ambavyo mnatushauri, mnatuimarisha sana na sisi tuweze kutimiza majukumu yetu kwa ufasaha, ambao tunaelekea kuandika historia hapa Tengeru kukamilisha jengo letu. Ushauri wote mliotoa, maelekezo tutayafanyia kazi vilivyo, tukiamini kamati hii ndiyo jicho, kamati hii ndio kisemeo cha sekta ya maendeleo ya jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapongeza kamati yako kwa sababu mambo haya ya ustawi na maendeleo mnayajua vyema na mmeyapa kipaumbele, jambo linalotutia moyo tukijua nyie
wapiganaji wetu mlioko mstari wa mbele kutusemea bungeni, masuala yatazidi kujumuishwa, lakini masuala ya maendeleo na ustawi jamii yatapata sura na mtazamo unaotakiwa katika kuleta ustawi na maendeleo kwa Tanzania. Akisoma taarifa ya mradi wa ujenzi wa jengo jipya la utawala mbele ya kamati hiyo, makamu mkuu wa chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru, Janeth Zemba, anasema mradi huo umefikia 80% ili ukamilike. Mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa 100%. Ukubwa wa eneo la jengo ni mita za mraba 894, lakini ukubwa wa jengo ni mita za mraba 3576. Idadi ya sakafu ya jengo hili ni sakafu 4. Idadi ya ofisi ni ofisi 44, na ofisi hizo zina uwezo wa kuchukua watu 94 kwa wakati mmoja. Hatua ya ujenzi iliyofikiwa hadi Machi 2026 ni 80% ya ujenzi.